Hebu ngoja leo nirudie post moja ambayo nadhani watu wengi labda hawakuielewa vizuri. Nilichokuwa nikisema ni kwamba wazazi muache kuwapangia maisha ya watoto wenu. Nilichokuwa nikimaanisha ni kwamba uh, usidhani kwamba wewe unajua sana maisha ya kesho ya mtoto wako. Usidhani kwamba wewe unaweza kumpangia mwanao kesho aishi vipi, kwa sababu kwanza wala wewe sio muumbaji wake. Yupo aliyemuumba, na neno la Mungu linasema nalikujua ungali tumboni. Kazi ya mzazi huwa ni kumsaidia na kumuongoza mtoto katika njia anayoipitia kwamba apite salama, ila si kumwamulia njia gani apite. Hapa namaanisha nini? Kuna wazazi wengi labda kutokana na uzoefu wao na ujuaji wao katika maisha, anatamani kwamba mwanangu ningependa awe daktari, mwanangu ningependa awe engineer kwa sababu engineer unalipa, mwanangu ningependa awe mtu fulani. Ni sahihi, unaweza kutamani hivyo, lakini kumbuka kitu kimoja. Kabla huyo mtoto hujampata, yupo aliyekuwa anajua kwamba mtoto atazaliwa na atakuwa nani katika dunia hii, na alishamwamulia tayari, alishamwamulia na alishampangia. Kitu ambacho mzazi unapaswa kufanya, na kabla sijasema unatakiwa kufanya nini, nikukumbusha tu kitu kimoja. Wakati mwingine unagombana na mtoto wako, unakuta mtoto unachotaka yeye afanye yeye hafanyi, unaona mtoto kama ni mjeuri. Sio kwa sababu ni mjeuri, kwa sababu unachotaka wewe kumfanyisha sio kitu chake. Yaani yeye hana hicho kitu ndani yake. Unataka mwanao daktari, mwanao hana kalama ya udaktari. Na ndio maana leo hii tuna wimbi la wafanyakazi wengi ambao kwanza kazi zao hazifurahii, kazi zao hazipendi, ni kwa sababu tu alijikuta kwenye hiyo kazi lakini haikuwa chaguo lake. Yaani ndani yake hiyo kazi haimo. Lakini wote mtakuwa mashahidi, siku ikitokea umekutana na mtu ambaye kweli kazi ni ya kwake, utajua tu, utafurahi anavyokupokea, anavyokuhudumia. Kama ni daktari ataongea nawe vizuri, yaani atakupa muda wake, atakushauri, atakwambia vitu vingi, yaani utaona ni mtu mzuri. Lakini kutana na daktari ambaye yeye alilazimishwa kuwa daktari, mwili wake, nafsi yake haiko pale, iko sehemu nyingine, anaona unamchelewesha, anaona unamkera, unaona unamuudhi. Yaani hamjakutana tu ameshakasirika. Ukimuona tu hivi unakuta tayari kutisha, ndio utasikia wale usinipangie, usinifundishe kazi. Ujue huyo tayari huyo alipotevu, huyo ni mwana mpotevu. Ana hasira tangu siku ya kwanza anaamshwa kwenda shule. Ana hasira tangu siku ya kwanza anapokuwa anaanza kutembea katika maisha yake tangu anakuja duniani. Wazazi wengi wa Kiafrika tuna tabia ya kwamba tunaida kwamba tunataka kukataza. Mfano mtoto ameshuka kitu fulani, acha. Unamwambia anaacha, na sometimes asipoacha unampiga. Sasa yule mtoto unamwambia aache kitu fulani. Kwa sababu gani? Haelewi kwa nini anatakiwa kuacha. Badala yake anakiacha kwa sababu anaogopa wewe utampa adhabu. Na unakuta wakati mwingine wewe ukiwa haupo anafanya. Ukitokea anajifanya anaogopa. Ukiwa haupo anafanya. Kwa sababu gani? Hana majibu ya kwa nini unamkataza. Na kinachofuata sasa mnaanza kuindana wewe na mtoto, mnaanza kuoteana nani aende wapi, nani afanye nini. Kwa hiyo nadhani watoto tungewaelekeza na kuwafundisha kwamba kitu gani wanatakiwa wakifanye na kwa nini. Wenzetu wazungu wametuzidi sana, wanajua kudefine terms. Anajua kwamba mwanangu natakiwa nimwelekeze kitu gani na kulingana na level. Akiwa mdogo sana anajua nikimwambia hawezi kunielewa. Kwa hiyo anachokifanya yeye hamkatazi, ila anampoteza. Yaani kwa mfano anataka kushika moto, sasa anamtafutia kitu kama moto, kama mdoli nini, anaweka pembeni. Kwa mtoto anakata kona, anakwenda kwenye sehemu ambayo kwake sio tatizo, ni harmless. Anamtoa kwenye ule moto na anaweka mbali. Lakini sisi tunapiga, tunafukuza, tunafoka, tunakemea. Lakini tunapokuwa tunakemea mpaka watu ni wakubwa wanasikia, wanaelewa, bado tunawakemea. Ndio maana utakuta mtoto yuko kidato cha 6 bado unabidi umchape ili asome. Kwa nini? Bado hajajua kwa nini anataka kusoma. Anajua kwamba anataka kusoma kwa sababu mwalimu anataka asome, baba anataka asome, lakini yeye kama yeye ndani kwake hana sababu kwa nini anataka kusoma, kwa sababu hakuwahi kuambiwa. Tangia mdogo yeye ameshaamini kwamba vitu vyote analazimishwa. Baba amesema, mama amesema, mwalimu kasema. Wasiposema hao hamna kitu kitafanyika. Kwa hivyo anafanya kwa ajili ya uhofu na uoga wa watu hao. Lakini nadhani kwa sababu sisi hatutaki watoto wetu kukaa nao na kuwaelekeza. Nadhani kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukifanye sisi kama wazazi, tukae kwanza tuwasome watoto wetu ana nini. Mtoto tangia mdogo anapokuwa anakuwa, tumweke kwenye mazingira mbalimbali, tumuone mwanangu anapendelea nini, alafu tumsaidie katika jambo hilo. Naomba nikuhakikishie kitu kimoja, mtoto au mtu yeyote anapofanya kitu chochote katika ubora wake, huwa bora katika kitu hicho. Kwa mfano, mtoto anaweza kasema mimi nataka kwenda garage, nataka kuwa fundi magari. Yule mtoto unatakiwa unamsaidia kuja kuwa fundi bora, mpeleke kwenye vyuo vizuri vya magari. Kesho utakuta yule dogo amekuwa bonge la fundi, anakodishwa mpaka nje ya nchi. Tuna mifano hai.
kuna magari, kuna watu hapo wanahitaji mafundi kutoka Kenya, kutoka popote pale, hata kutoka India. Anakuja fundi kutengeneza gari yake, anaondoka. Unajua how much anamlipa? Huyo mtu ana profile kubwa sana, anamzidi yule daktari ambaye yuko ndani ya nchi, anamzidi yule engineer. Mm. Lakini pia mtoto wakati mwingine unamsaidia kwamba unataka kuwa daktari kwa sababu moja mbili tatu. Ukiona hafai, ziko option nyingi sana. Niwakumbushe tu, sio lazima mtu mchungaji mwanae atakaye mzaa awe mchungaji au mwimba kwaya. Hapana. Unaweza kuwa mchungaji na ukazaa mtu ambaye hataki hata mambo ya dini, kwa sababu wewe na yeye ni watu tofauti. Kila mtu ana maisha yake ya kesho. Kwa hiyo niwakumbushe wazazi, tusiwa tusiwa tusiwachagulie watoto njia za kupita, ila tuwaangalie wanataka kwenda njia gani, alafu tuwapitishe salama katika njia hizo za kwao. Mtoto aende shule akiwa anajua anakwenda kusoma nini na kwa ajili gani na ili iweje, afurahie kile anachoenda kukifanya, kwa sababu philosophy inasema the human choice is motivated by desire for happiness. Yani machaguzi ya mwanadamu yanashawishiwa na yale mategemeo ya furaha iliyomo ndani ya kile kitu, kwamba mtu anapofanya kitu anachokipenda basi anakifanya kwa furaha na anakifanya kwa weledi na kwa ufanisi mkubwa, kuliko akifanya kitu huku analazimishwa. Simaanishi kwamba watoto wakikosea tusiwaonye, hapana. Simaanishi kwamba mtoto anapotaka kufanya kitu chake tumwache hata kama ni kibaya, hapana. Ila tujifunze kwanza, tujue mtoto ana nini, mtoto huyu amekuja duniani kufanya nini, mtoto huyu ana mission gani, mtoto huyu ana karama gani. Tukishajua karama ya mtoto wetu, ndipo sisi wazazi tuendeleze karama hiyo, tumsaidie mtoto kumpitisha katika hiyo karama vizuri. Mtoto anaweza kuwa na karama alafu akikosa uongozi inakuwa sumu kwake, inakuwa shida kwake na anapata madhara kwenye maisha yake. Lakini kama tutakuwa sisi tumegundua watoto wetu wana karama gani, wana vipaji gani, tukawasaidia kutimiza malengo yao katika karama hizo, basi amini kwamba watoto hawa watafanikiwa na watakuwa watu bora sana na watafanya vitu bora sana baadaye kwenye maisha yao, kuliko kuwalazimisha. Tuna mifano hai mingi, unakuta mtoto na baba yake wanakwenda shuleni, wakifika pale, bwana mwalimu, muhimu mtoto anielewe. Mimi nataka mwanangu asome engineer, yeye anambia anataka kwenda biashara. Sasa biashara mwalimu nisaidie, hebu nisaidie kuongea naye. Kinachofuata unakuta mwalimu naye anaanza kumshawishi yule mtoto na wanamtoa kwenye reli yake, wanamvutia upande wanaofikiria wao ni sahihi. Lakini je, maisha ya kesho, wewe mzazi utakuwepo? Hayo maisha ni ya kwake. Kumbuka, akifanya kitu ambacho yeye sio chaguo lake kutoka moyoni, amini kwamba katika maisha yake yote hicho kitu atakuwa hakipendi tu. Hata atakapoenda kazini, ataingia kazini akiwa hapendi kile kitu, hapendi ile kazi, na matokeo yake ni nini? Atafanya kazi hata ifanya kwa ufanisi, hata ifanya kwa ubora, atakuwa bado anajilazimisha kufanya ile kazi, na matokeo yake ni nini? Basi hata katika level ya taifa mtu yule atakuwa anafanya uzalishaji ulioko chini ya kiwango, atakuwa anapokea, hatakuwa na good service, customer care, hatakuwa na service nzuri, na mwisho wa siku hakuna maendeleo katika jambo hilo. Lakini mtu akifanya kitu ambacho ni chaguo lake, amekichagua mwenyewe, amekipenda mwenyewe, amini kwamba atafanya kwa ufanisi na matokeo yake au product yake itakuwa nzuri na kubwa sana na bora. Hakuna kazi mbaya duniani wala hakuna kazi nzuri duniani. Uzuri wa kazi na ubora wa kazi upo ndani ya mtu anayefanya kazi hiyo. Mtakuwa mashahidi, hata wanaosoma HGL wapo waliopata kazi nzuri zaidi, bora na wenye heshima kubwa duniani, na hata mafanikio makubwa kuliko waliosoma PCM na PCB. Wapo waliosoma PCB wana maisha mazuri zaidi kuliko waliosoma HGK. Yaani ninachomaanisha hapa ni kwamba hakuna kazi nzuri kuliko nyingine, wala hakuna kazi mbaya kuliko nyingine, bali kuna uweledi, kuna ufanisi wa mtu katika kazi ile. Tukiwapa uhuru wa watoto na wao wakawa na sehemu ya kuamua katika maisha yao, basi hakutakuwa na ugomvi kati ya walimu na wanafunzi, wazazi na watoto wao. Wote watakuwa wakielekea katika njia moja ya kusaidiana. Na uje ufuatilie hasa kwa wale walimu wale, unaweza wakawa mashahidi. Mtoto anapokuwa kwa mfano yeye anataka kuwa engineer, mwalimu wa physics anapoingia darasani, mtoto yule huwa ana concentrate, ana pay attention, anajua hiki ndio kitu changu, anajisikia raha. Na mwalimu asipokuja unakuta anaenda anamfuata hata ofisini, lakini ngoja akutane na kitu ambacho yeye sio kitu chake, anasinzia. Kusinzia kwa sababu gani? Hana interest, amelose ile intrinsic motivation, ile hamu ya ndani hana. Kwa hiyo matokeo yake anakaa macho kwa sababu gani? Mwalimu atamchapa. Nadhani tumeelewana wazazi, tuwape huyo watoto, tuwasikilize wanataka nini, alafu tuwasaidie. Itakuwa bora zaidi, tutapata watu bora kesho.